tofauti hata baina ya Lamu na Mombasa. Maanake Lamu watu hufungua madini kabla ya Mombasa. Sasa ikiwa mwezi umeonekana Lamu, Mombasa kuonekana, hatufai kuupata. Na kuna tofauti ya time za kufungua. Sasa hapo matlai Subai, matlai ni daraja 5 kwa sababu ndio hukhalifiana kwa tangu mwezi kutoka manzili mpaka manzili. Wal qamara qaddarnahu manazila, ikipita daraja 5 huo mwezi unaweza kuweko hapa usikuweko. Sasa Lamu na Mombasa na Dar es Salaam ni madakika tu, kwa sababu takriban Lamu iko daraja ya 40 mpaka 35, Lamu iko daraja 2 mpaka 7 huku, na mpaka kule shuke ni daraja 3 ya shimali. Sasa 7 ni mpaka chini ya Dar es Salaam. Takriban Sharq Afrika iko matlai mamoja, na iliko mbali iko upande wa magharibi, na mwezi kuonekana magharibi, mashariki ni zaidi kuonekana ikiwa katika khatu la ardhi za upana ziko pamoja. Hao ni masala marefu, lakini takriban Afrika Mashariki iko matlai mamoja. Na tukielewa hivyo tutajua haina haja kuangalia madakika. Lamu na itakuwa mpaka na Maka na Madina ni mbali zaidi kuliko Lamu na Mombasa. Swali langu yafaa nataka kumpa mamako au kumpa dada? Haya, zaka atakampa mamake au ampe dada yake, sheria inasemaje? Kila ambaye kwamba ni wajibu kumpa chakula kwa lazima hufai kumpa zaka. Kila ambaye kwamba ni wajibu kumpa kwa ubinadamu unaweza kumpa zaka. Mtoto wa kike hawi lazima kumpa chakula mamake mpaka mama awe hana mtoto wa kiume kumwangalia. Ikiwa na mtoto wa kiume, sasa wewe unaweza kumsaidia zaka mama na dadako. Ikiwa mama mtoto wa kike anasaidia na ndugu yake, anaweza kumpa, aweza hata kumpa mumewe. Mume hawezi kumpa mke zaka, lakini mke aweza kumpa mume, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ya Abdullah bin Mas'ud na mke yake Zainab. Alikimpa sadaka Abdullah bin Mas'ud akafanya mushkili. Mtume akiambia ukimpa umemuunga vile. Mke kumpa mume, mume hawezi kumpa mke sadaka, anaweza kumpa hadia. Natumai mpaka hapa sheria kwa sasa zimekwisha.